Ndugu waandishi wa habari, taarifa ninayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Singida kwa kipindi cha Januari Machi 2025, ambapo jumla ya fedha shilingi milioni 41,897,428 ziliokolewa kutokana na ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta 4 ambayo ni sekta ya elimu, mahakama, pamoja na kufanya chambuzi za mfumo kama ifuatavyo. Ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kama mnavyofahamu, katika kufuatilia miradi ya maendeleo, TAKUKURU ina wajibu wa kuzuia vitendo vya rushwa. Miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mkoa wa Singida inasimamiwa na wadau mbalimbali, ambapo sisi kama TAKUKURU tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezwa kwa ubora na kwamba thamani ya fedha inaonekana. Katika utekelezaji wa jukumu la TAKUKURU la kufuatilia miradi ya maendeleo kwa kipindi cha Januari Machi 2025, jumla ya miradi ya maendeleo 25 ya thamani ya shilingi bilioni 19,410,703,440 ilifuatiliwa katika sekta ya elimu na idara ya mahakama, na mambo kadhaa yalibainika. Jambo la kwanza, milioni 25,441,422 na senti 2 zilikatwa kwa wazabuni kama kodi ya zuio katika miradi ya ujenzi wa shule ya sekondari Dr. Salmin, Minga, Muhola na Kintinku Manyoni, lakini hazikuwasilishwa katika mamlaka ya mapato Tanzania. Shilingi milioni 7,765,006 zililipwa kwa mzabuni bila kuleta vifaa katika shule ya sekondari Unyanga. Kiasi cha shilingi milioni 3,900,000 zililipwa kama ziada kwa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida. Hii ni katika mradi wa ujenzi wa shule ya amali Unyambwa. Na shilingi 600,000 zilipwa kwa mzabuni ikiwa ni manunuzi hewa ya matofali katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Kintinku. Ukijumlisha hapo, jumla yake ni shilingi milioni 41, kama nilivyoeleza hapo awali, milioni 41,897,428. Baada ya kufuatilia miradi hiyo kwa yale ambayo yamebainika, ofisi imeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 25,441,422 na senti 2 kwa mamlaka ya mapato Tanzania kama kodi ya zuio. Pia imeweza kurejesha fedha shilingi milioni 7,765,600 katika shule ya sekondari Unyambwa, lakini tumeweza kurejesha fedha shilingi milioni 3,900,000 alicholipa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida, ambayo fedha hiyo ililipwa zaidi ya gharama halisi ambayo mzabuni alipaswa kulipwa. Lakini pia tumeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi 600,000 kwenye akaunti ya shule ya sekondari Kintinku. Uchambuzi wa mfumo. Tulifanya uchambuzi wa mfumo wa matumizi ya fedha ya ruzuku na michango ya wanafunzi katika shule za sekondari mkoa wa Singida. Uchambuzi huu ulibaini matumizi mabaya ya fedha kiasi cha shilingi milioni 2,801,000 za michango ya wanafunzi iliyokusudiwa kununua vifaa vya tehama pamoja na karatasi katika shule ya Unyanga na Mikiu. Baada ya ufuatiliaji huo, TAKUKURU iliweza kufanya kikao na wadau ili kuweka mikakati ya namna ya kurejesha fedha hizo ambazo zilikuwa za michango ya wanafunzi. Kazi nyingine ambazo zimefanyika ni kazi za elimu kwa umma. Kutokana na kazi ya uelimishaji umma, TAKUKURU ina wajibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaunga mkono mapambano dhidi ya rushwa, na kwa mantiki hiyo jitihada za elimu kwa umma zimesaidia kuleta ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa wananchi. Lakini jambo lingine, wananchi wamehamasika sasa kutoa taarifa mbalimbali za vitendo vya rushwa. Lakini tumeweza kuona kutokana na mpango wa elimu kwa umma ambao ofisi inafanya, sasa hivi kuna kupungua kwa malalamiko katika maeneo ya kata na vijiji. Kwa mantikio malalamiko yameanza kupungua, sio kama vile ilivyokuwa hapo awali. Lakini pia tuna mpango wa TAKUKURU Rafiki ambao umeendelea kutekelezwa katika kipindi cha miezi mitatu,
kwa maana Januari Machi. Katika kutekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki, ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Singida imefanya vikao 8 vya kusikiliza kero za wananchi katika kata 8. Na katika kata hizo tumeweza kuibua kero kubwa 27 na zikaweza kutatuliwa. Uchunguzi na mashtaka. Kwa kipindi cha Januari Machi, ofisi imeweza kupokea malalamiko 99 ambapo malalamiko 48 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko 51 hayakuhusu vitendo vya rushwa. Malalamiko yale 48 yalihusu vitendo vya rushwa, uchunguzi unaendelea katika hatua mbalimbali, na malalamiko 51 ambayo hayakuhusu vitendo vya rushwa, malalamiko hayo yamefungwa baada ya wananchi walioleta malalamiko kushauriwa namna bora ya kushughulikia malalamiko yao.